Asante Mr. Speaker kwa kunipa nafasi hii kuchangia hoja ambazo ziko katika bunge letu. Mr. Speaker, nikiunga hoja ya mbunge Boyo. Mr. Speaker, Boyo amezungumza maneno ya maana, Honorable Boyo. Mr. Speaker, hisabu ya wakulima na hisabu ya wafugaji katika Kenya ni hisabu moja kubwa sana. Mr. Speaker, kura nyingi ziko mashambani, kura nyingi ziko kwa wafugaji. Mr. Speaker, hiyo ni hisabu ambayo ni nzuri, ambayo imepigwa na mbunge mwenzangu Honorable Oyo, ni hisabu nzuri sana. Mr. Speaker, tukija katika leo, rais alikuwa sehemu ya Kisumu akifungua SGR. Mr. Speaker, ile pesa iliyotumika itarudi zaidi ya hiyo. Mr. Speaker, rais amefanya maziwa sasa bei yake ni nzuri, amefanya kahawa bei yake ni nzuri, amefanya majani bei yake ni nzuri. Mr. Speaker, Formation. Mr. Speaker, mimi Edward Gogogo, mimi mkulima kule Kakamega. Kakamega ama Western kuna mashirika ambayo yanapeana mbolea kwa loan. Mmoja nitaweka fund hapo, mimi nachukua ni mkopo. Unapanda mahindi, mimi nimepanda mahindi Kakamega kwa Murang'a. Hakuna mahindi, hakuna mbolea serikali pale. Unaenda unachukua mbolea, unalipa pole. Jambo la kwanza. Hii mbolea yao wanasema serikali mimi sisi tupeana wapi? Kama ni huko kwenye usema kwenye. Hii kwetu ambapo hujui usiseme. Tafadhali Mr. Speaker. Mr. Speaker, kabla sijaongea jambo la pili, nilikuambia ukisimama hapa naona elimu yako na kabila yako na kwenyu. Simama hapa. Naona elimu yako kwenyu na kabila yako na yone kwa hapa. Ya tatu Mr. Speaker, SGR ya kutoka Naivasha paka Kisumu ni scandal. Yes. Are you aware of that? Yes. People were paid money in Rift Valley kwao kina Boyo. They were paid money paka Bungoma Malapu. They were paid. It's a white elephant. Mbona umebadilisha ile barabara hapo? Those guys wenye mashamba walilipwa. Umepeleka Kisumu. Ruto. Order please. Order. Proceed mheshimiwa. Order. Wewe wacha bana kelele. Wacha kelele bwana. Nimekuambia elimu ya watu. Wacha kelele bwana. Mtu akiongea unaona elimu yake. Mimi si mtoto mdogo na niambia hivyo. Nimesoma na niliosimama katika kusoma kwao, be informed. Mr. Speaker, scandal kulikuwa na barabara watu walilipwa kwenda Malaba tuwe bure. Summarize. Mr. Speaker, Ruto alihama ODM na mabamba na misumari. Hata Kisumu kuna hali yao. Sawa. Boyo, the last information mheshimiwa, alafu proceed. The last information nenda pale. Endelea Omari. Information yangu ni ya mbolea. Huyu aliomba loan ya kununua mbolea, tuwekwa na pesa 2,500 ya kununua. Yes. Mheshimiwa malizia. Mr. Speaker, hoja ya Boyo iko sawa kabisa. Ndugu yangu kutoka Western, wacha nimwambie maneno ya kutakata. Ndugu yangu kutoka Western huyu hapa. Nataka yeye aje na ushahidi na mimi kesho naje na ushahidi hapa. Hakuna jamii iliyosamehewa pesa nyingi na serikali ya Ruto kama ndugu zetu wa Western. Mr. Speaker, Western walisamehewa bilioni 187. Mr. Speaker, ndugu yangu amesema yeye ni msomi, lakini na mwana hapo ameteleza. Mr. Speaker, niko na evidence, niko na ushahidi na nataka challenge na yeye tupoe masaa 2 ama 1 hour. Tuangalie ile maneno nitakokuja nayo hapa. Nitakuja na evidence na yeye awe na evidence. TV ziko hapa, simu ziko hapa, tutoe ushahidi. Mr. Speaker, maendeleo yakipelekwa Nyanza, watu wengine hawataki, sijui kwa nini. Kama ndugu zetu wa Kamba wanajengewa stadium, wanatengezewa barabara, wanatengezewa mahali ya kuchimba maji dampu. Hii ndio kazi.
Mr. Speaker, hawa ndugu zetu wengine hawataki maendeleo yaende kwa jamii nyingine. Mr. Speaker, rais anafanya kazi na kazi yake tunaiona. Kwa sisi tunaunga mkono serikali ya William Ruto kwa sababu ni mchapakazi. Asante sana. Na hakuna jamii anakwani. Mr. Speaker, nikiunga hoja ya Osoro, ndugu yangu Osoro amesema maneno ya maana sana. Hakuna kitu kizuri kama jamii nyingine ikiwa inapata maendeleo na sisi tuunge mkono ile jamii. Asante sana. Asante Mr. Speaker kwa kunipa muda huu. Narejelea mada.